akubariki. Mtazamaji wa Waaminio Global TV, tunakusalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Shalom. Tunaamini mnaendelea vizuri. Tunawakaribisheni katika ushuhuda. Tuko na ndugu yetu Yohana. Mungu akubariki. Barikiwe sana. Asante sana. Tuko na ndugu yetu Yohana ambaye ni mhubiri. Mungu amekuwa akimtumia katika kazi mbalimbali kwa ajili ya kulitangaza neno lake. Kwa hiyo yapo mambo kadhaa ambayo Mungu amekuwa akitenda kupitia ndugu yetu, amekuwa akimwonyesha na imekuwa baraka. Wengi yamewajenga imani, kwa sababu unaposhuhudia kwa ajili ya wengine, lakini pia unashuhudia matendo makuu ambayo Mungu amekutendea. Yes. Kwa hiyo Mungu akikutendea mambo makuu, inabidi ushirikishe na wengine, washuhudie ili imani zao zijengwe, waone kwamba kweli Mungu yupo kazi. Amen. Unajua Mungu alisema kwenye neno lake kwamba ishara hizi zitaambatana na hao waamini. Kumbe wewe kama mwamini, ishara zitakuwa zikufuata. Kwa hiyo ni kawaida kwa Wakristo halisi waaminio. Waaminio namaanisha waaminio wa neno la Mungu, ambao wanaamini ujumbe wa wakati wa mwisho. Mungu kila wakati anatumana na neno lake. Na wakati huu tumepata mjumbe aliyethibitishwa jina lake. Ni mjumbe wa kimaandiko, ni mjumbe kutoka mbinguni. Naamini unamwamini, na kama unamwamini, fuatilia habari zake. Anaitwa William Marion Branham. Ni ndugu yetu wa thamani sana. Binafsi mimi nampenda. Ninaposikiliza sauti yake, yaani naona kabisa ni sauti ya inabariki moyo. Unaweza ukaicheza sauti yake ukabarikiwa nyumbani. Kwa hiyo yapo mambo kadhaa ambayo ndugu yetu Mungu alimuonesha, ambayo pia hata kwa ndugu yetu nabii wetu William Branham wewe kupata huo uzoefu. Ukisoma kwenye jumbe fulani amezungumzia hayo mambo. Kwa hiyo tunaamini Mkristo halisi aliyezaliwa mara ya pili akajazwa Roho Mtakatifu ana sifa sasa za kushirikishwa mambo ya kimbinguni. Ndivyo anasema kwamba yaani una sifa sahihi za kushiriki baraka za mbinguni. Kwa kama ni malaika kukutembelea, tayari umepata sifa. Kama ni viumbe vya kimbinguni kukutembelea, una sifa. Lakini lazima umezaliwa mara pili, una Roho Mtakatifu. Tunamaanisha yule Roho Mtakatifu wa kweli, sio yule wa kujibunia kwamba ni naye lakini maisha yanakataa. Kwa sababu wengi wamekuwa wakisema ni naye, hata madhehebu tunasikia wanasema nina Roho Mtakatifu, hata amevaa suruali na ni binti na ni mwinjilisti, amejipodoa. Kwa hiyo unakuta ni kinyume na neno la Mungu. Kwa hiyo watu wengi waaminio, siko madhehebu sasa, nazungumzia waaminio. Waaminio wengi sijui tuseme ni wanajiita waaminio, mimi sijui, lakini ni waaminio wa ujumbe huu. Hawaamini katika mambo ya kimbinguni. Hata ukiwaambia mfano malaika amenitokea, kuna wengine hawaamini. Nguzo ya moto imenitokea, wengine hawaamini. Wengi wanasema ishia kwa ndugu Branham, lakini maandiko yanasema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Mambo ya kimbinguni, nabii wetu ametuambia ukipata Roho Mtakatifu unashirikishwa mambo ya kimbinguni. Viumbe vya kimbinguni vinaweza kukutembelea sawa. Kwa hiyo nguzo ya moto, malaika, kuna shuhuda nyingi hapa chini kwenye video zilizotangulia hapa chini. Msikilizaji unaweza ukascroll hapo chini. Kuna video nyingi zimepita hapo, kuadhimisha nguvu za Mungu wakati mchungaji Thomas akiwa anabatiza. Wengi wamejazwa Roho Mtakatifu pale pale. Sawa. Yaani wakati anawabatiza hapo inawezekana anapokea Roho Mtakatifu. Na hata kwa mitume hivi ilivyokuwa ilivyotendeka, ilivyotendeka. Ingawa sio lazima kwamba apokee pale pale, anaweza kupokea katika maendeleo kwa mbele. Anaweza kujazwa Roho, lakini pia anaweza kubatizwa hapa kama ametubu kinaganaga, anajazwa. Na hata kabla ya kubatizwa, maadamu tu kwamba wameamini kisawasawa, wanaweza kupokea Roho Mtakatifu. Alafu ndo akabatizwa. Kama ilivyotendeka kwenye Matendo 10:44 ilifanyika kwa Kornelio. Kwa hiyo mtazamaji wa Waaminio Global TV, kuna mambo mengi ambayo waaminio hawaamini tena katika mambo ya kimbinguni. Mtu akishuhudia nguzo ya moto imenitokea, watu tena hawaamini. Wanaona kama vile ni mauzauza. Ni kweli mauzauza yako, lakini pia viumbe vya kimbinguni vipo. Kwa hiyo huwezi kukataa kwamba hamna, ni uongo, iliishia na nabii. Tunaamini mtu ambaye amezaliwa mara ya pili amejazwa Roho Mtakatifu ana sifa stahiki
za kushiriki baraka za mbinguni, na nabii wetu ametuambia hivyo. Nadhani kwenye ujumbe wa Ufunuo mlango wa 4 kitu kama hicho, kama sijakosea, amezungumzia hiyo habari kwamba ukizaliwa mara ya pili una sifa sasa za kushirikishwa baraka za mbinguni. Kwa malaika wanaweza wakawatembelea, ni kawaida kabisa. Na kama mnavyoona hizo video ziko chini, kuna ndugu yetu anaitwa Joseph Mkenga alikuwa akibatiza pale Mwanza, nguzo ya moto ilipita, imezunguka, imepita tu mara nyingi sana. Kwa hiyo ukiwa na Roho Mtakatifu, hicho ni jambo la kawaida, kwa sababu tuliahidiwa. Mungu awabariki sana. Tuliahidiwa kwamba hivyo vingetokea, na ni kuthibitisha kwamba kweli uko miongoni mwetu. Kwa hiyo nashangaa sana waaminio hawaamini tena. Sasa sijui wanalipinga neno, sijui hawamwamini nabii wao, lakini viumbe vya mbinguni kushirikiana na waaminio halisi ni kawaida kabisa. Hata kwa maandiko Petro malaika alienda kumtoa. Kwa hiyo hakuna hiyo mauza. Wakati Filipo anabatiza pale yule towashi, alirushwa, alinyakuliwa, akajikuta yuko kwenye njia ya Azono. Sawa. Kwa hiyo ilikuwa ni kawaida kwa mitume. Lakini sasa kama sisi pia tumerejeshwa wapi? Tumerejeshwa kwenye imani ya baba zetu mitume. Sawa. Sasa kama tumerejeshwa kwenye imani ya baba zetu mitume, tafsiri yake ni kwamba jinsi walivyoenda, jinsi baraka za mbinguni zilivyoambatana nao, zinapaswa tena ziambatane na waaminio wao. Sawa. Kwa sababu ni madhihirisho yale yale. Lakini pia tunaamini wakati wa kumalizia historia ya ulimwengu, kabla kanisa lijanyakuliwa, litapitia kipindi kifupi cha kudhihirishwa kwa wana wa Mungu. Sawa. Kwa hiyo wakati mnyama yule mpinga Kristo atakapokuwa amezuia hakuna kununua wala kuuza, nabii anasema mwaminio halisi inabidi awe na nguvu za Mungu za kweli za kutosha, za kutamka kitu kinakaumbika moja kwa moja. Sawa. Hahitaji wali samaki, uweze kwenda sokoni kununua samaki, uweze kununua huo mchele, utanunua wapi? Mnyama atakuwa amefanya nini? Ameanza kazi rasmi. Sawa. Kwa hiyo tunahitaji nguvu za Mungu, uwe na Roho Mtakatifu wa kweli, ili uweze kukulisha familia. Sawa. Kwa hiyo utatamka kitu kinaumbika moja kwa moja. Sawa. Ni katika madhihirisho ya mvuto wa tatu. Amen. Itakuwa hivyo, na nabii wetu ametuambia itakuwa hivyo, na maandiko yamethibitisha itakuwa hivyo. Amen. Mungu awabariki sana. Kwa hiyo sisi tunaamini katika mambo ya mbinguni, lakini pia tunaamini kila mwaminio wa kweli. Hapa nazungumzia waaminio wa kweli. Amen. Sizungumzii wale wengine, mimi ninachozungumzia ni waaminio wa kweli. Lazima waamini katika mambo ya mbinguni. Tunaamini katika mambo ya mbinguni. Kwa hiyo tunaamini Mungu bado ana ishara na maajabu ya kutosha. Unaweza kupitia kipindi fulani kigumu, Mungu akatokeza akakutia moyo uendelee na safari. Sawa kabisa. Kwa hiyo nimependa niweke hiyo kabla hujaelezea ushuhuda wako, ili mtazamaji anayefuatilia Waaminio Global TV ajue sisi tunaamini nini. Na yeye kama ni mwaminio halisi, tunaamini naye ni miongoni mwetu. Anaamini katika mambo ya mbinguni kabisa, kwa sababu ni wakati sasa wa kuyadhihirisha. Na nabii alisema wakati mvuto wa tatu kwa sasa unatenda kazi, lakini bado ni kidogo. Lakini wakati ule sasa kanisa linakaribia kunyakuliwa, katika kipindi kifupi itakuwa ni sehemu kubwa. Mvuto wa tatu utaanza kazi sasa, utatenda kazi kwa ukubwa. Lakini nabii alikuwa anasema naweza nikauliza, na maana ulikuwepo, ndio maana unaona aliumba kuchakua. Yote ni madhihirisho ya mvuto wa tatu. Yeye kama mganda uliotikiswa uliokomaa aliweza kuonja, kwa sababu na yeye ni harusi wa wakati huu, alionjeshwa hizo baraka za mbinguni. Nena kitu kinaumbika moja kwa moja. Unaweza kuona jinsi alivyoumba wale kuchakuro, jinsi alivyofufua yule samaki, na jinsi ambavyo alinena pale kwa Dakatera. Watoto wake wakapata ukombozi. Ilikuwa ni hapo kunena na jambo linafanyika hapo. Hizo ndizo kazi za mbinguni. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kumbe inawezekana. Wakati anamnenea Dakatera alimwambia sema na pewe fedha, lakini akawazia, alikuwa na dada yake ni kilema, lakini akaona sasa hata akiwa akipona bado tena ugonjwa mwingine unaweza ukarudi mwingine. Mungu akamuongoza akapata hekima kwamba ukombozi wa wanadamu. Na pale wale watoto sio walikuwa mtaani, sio walikuwa wapi, walijazwa Roho Mtakatifu moja pale. Unaona, kwa hiyo hayo yote ni madhihirisho ya mvuto wa tatu. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Waaminio Global TV,
Sisi tunaamini katika mambo ya mbinguni. Ni sawa. Kwa hiyo tunaamini katika maono na ndoto za kweli. Amen. Ndoto za kweli zitapimwa kwa neno la Mungu, lakini tunaamini katika maono ya kimbinguni, lakini pia maisha yanayoambatana na huyo mtu. Mtu anaweza kushuhudia lakini maisha yanakataa. Kwa hiyo utajua kwamba kuna shida. Kwa hiyo ndugu yetu ana uzoefu ambao Mungu alimwonyesha, alimuonjesha tuseme. Ndio. Nikukutia moyo ya safari ni Mungu anakutia kwamba kuonekania anakutia moyo. Sawa kabisa. Niko pamoja na wewe. Amen. Kwa hiyo kuna huo ushuhuda ambao ndugu yetu anapenda tushirikishe leo ili tuweze kusikia na pia na sisi imani yetu iweze kujengwa. Amen. Kwa sababu ushuhuda ni muhimu katika kanisa la Mungu. Kweli. Na mwingine akisikia imani inaongezeka. Kama unavyoona hizo video hapo chini kama nilivyosema. Sio maigizo, ni ukweli. Nguzo ya moto na hata pia kwenye ule ubatizo ilipita. Sema ilipita kwa kasi, lakini tumejaribu kuitengeneza. Unaona kabisa jinsi inavyopita. Ni ile ile ambayo ilikuwa na Nabii Branham. Ukiangalia ile wala hamna tofauti. Kwa hiyo na nabii alisema bibi harusi atakuwa na huduma. Na kama bibi harusi kwa kweli atakuwa na huduma, basi hizo ishara za mbinguni lazima zipatane. Sasa mtu akisema ni nguzo ya moto ya mauzauza, mimi sijui ni wapi. Kwa hiyo Mungu amependa tushirikishe ushuhuda wake. Yohana ni ndugu mzuri, Mungu anakutumia. Kwa hiyo ndugu, karibu tuweze kusikia ushuhuda wako. Asante. Uzoefu ambao ulipata kwenye tukio hilo. Asante, nashukuru sana ndugu watazamaji wa Global TV. Mimi ni ndugu yenu ambaye nimemwamini Bwana Yesu Kristo miaka mingi kidogo imepita. Na sasa ninadumu nikiwa moto tu kuliko hata nilivyoanza. Na Biblia yetu anatuambia na neno lote kwa ujumla la Mungu kwamba ukiwa mwaminifu kwa Mungu, ukampenda tu Mungu kwa moyo wako wote, kazi ambayo yeye ataifanya kwako alisema itakuwa ni kubwa kuliko ambayo yeye alifanya akiwa hapa duniani. Kwa sababu ambaye atakuwa amebaki ni wewe. Wewe ndio unamfanyika miguu yake, mikono yake, kinywa chake. Kwa hiyo unamwombea mtu akapona, ni Bwana Yesu Kristo amemwombea yule mtu akamponya kupitia mikono yako. Kwa tumeketi hapa kwa ajili ya kuleta ushuhuda huu. Ni shuhuda nyingi, lakini tunasema ushuhuda mmoja ambao unaweza ukamjenga mtu mmoja au mwingine, vyovyote vile kadiri ya Mungu anavyoweza kukujalia. Na jambo hili ni Mungu anavyoweza kulitenda kwa kila mmoja wetu, kwa sababu Mungu atakuonekania, na Biblia yetu anatuambia Mungu atakuonekania kadiri ya kiwango chako kwake. Kwa sababu akikuonekania kwa kiwango kikubwa ambacho kiwango chako ni kidogo, utasema hii ni pepo. Lakini itabidi Mungu akufanyie kulingana na kiwango cha imani yako. Hiyo ndio Biblia yetu anatuambia sana. Kwa hivyo kama imani yako ni kubwa, utakuwa una mlango wa Mungu kufanya mambo kwako, utakuwa ni mkubwa kwa sababu ya imani yako kuwa ni kubwa. Mimi ni ushuhuda sasa ambao nitautoa leo, siku ya leo, na kwa watoto wa Mungu ambao wako watasikiliza, na kwa pengine utakujenga, na kwa pengine utakusaidia kama vile ambavyo umenisaidia. Wakati Mungu utakutia moyo kama vile ambavyo umenitia moyo. Ni kuonyesha tu kwamba Mungu hajatuacha hata kidogo. Yeye atakuwa pamoja na sisi daima. Ushuhuda huu ni kwamba wakati siku kidogo zimepita, siku chache, nilikuwa na ndugu yangu mwaminio kabisa ambaye anampenda Bwana Yesu Kristo kwa moyo wake wote. Na mtu huyu alikuwa ni rafiki yangu sana, na hakuacha ibada hata siku moja. Labda iwe ni dharura, labda amesafiri. Na mtu huyu siku ambayo Mungu alihitaji kumvuna ama kumchukua, nakumbuka kwamba nabii wetu ameshatwambia ya kwamba Mungu anaweza kunena kupitia ndoto, na pia anaziita ndoto kibibilia, ama nabii anasema ndoto ni njia ya upili ya Mungu. Na nabii anasema kwamba ndoto ikishatimia kama ulivyoiona, hiyo inakuwa sawa na ono. Huo ni ujumbe unasema. Lakini pia anasema tu kama vile kwenye ujumbe wa utaratibu wa kanisa ya kwamba pia lugha ikishafasiriwa na ikatimia kama ilivyoonwa ama kama ilivyonenwa, basi inakuwa sawa sawa na unabii. Unaona jambo hilo? Kwa hivyo ndoto hii ilitimia kama ilivyoonwa, na mimi ni mambo haya nilichukuliwa katika sura hiyo. Nilikuwa na ndugu huyu ambaye nimemtaja, anaitwa
Jacob. Ndugu huyu tayari ameshalala, na wakati anaenda kulala, kesho yake ndio alale, alinitafuta kwa hali na maji. Alikuwa hajaugua, alikuwa na afya yake njema kabisa, mzima wa afya. Lakini cha ajabu siku hiyo, mazingira ambayo mimi huwa napenda kwenda kutembelea, yani ikifika jioni lazima tutanikuta mazingira yale, kwa sababu ni mazingira ambayo waminio tulikuwa tunapenda kwenda mazingira yale kwenda kuwa na ushirika. Kwa hiyo karibia kila siku, lakini siku ile mimi sikwenda, na siku ile ndugu yule Jacob alikuwa anaitafuta kwa hali na mali sana, na mimi siku hiyo sikwenda, na kwa sababu sikwenda, kulikuwa na mahali pengine ambapo nilikuwa na wakati nikiwa pale mahali nilipokuwa, ndugu huyu anazidi kunitafuta kila sehemu, anatafuta na kwa sababu hakuwa na simu alinitafuta sana. Baadaye hakukata tamaa. Ilipofika jioni sana, mimi nikapita yale maeneo kama ilikuwa ni kwa mchungaji wetu wakati huo. Nilipopita yale maeneo nikakuta taarifa kwamba natafutwa sana na ndugu Jacob. Nikawaza, ndugu anatafuta sana, ana shida gani? Labda tukionana atakwambia. Wakati natoka hivi, ndugu Jacob nilikutana naye hapo kwa mchungaji, kumbe na tena kwa awamu nyingine, ana shida yake tu nyingine pale. Tukakutana pale, aliponiona akaniambia, mpendwa, nimekutafuta sana na kwa neema Mungu nimekuona. Kwa kweli nimejisikia vizuri. Nikamwambia, ndugu, umenipata, ulikuwa na shida gani? Akaniambia, mpendwa, unajua kuna kiasi cha fedha ulinikopesha. Nikamwambia, ni kweli nakumbuka. Sasa ndugu, hiyo hela nimeipata, nataka kukupa hela yako. Nikamwambia, mpendwa, amina, hamna shida. Lakini je, unajua mimi siko na shida sana kwa siku ya leo ama kesho sijui, lakini vipi umekamilisha mambo yako? Na kama hujakamilisha usinipee hela kwa sasa hivi, nenda tu kakuta natumia, utanipa hata wakati mwingine. Mtu akasema, hapana ndugu, mimi ninaona kabisa ile hela niliyokukopa hata sitaitumia, lakini sasa najisikia tu nikurudishie. Akasema, mpendwa, vile umesukuma hivyo basi hamna shida. Ndio katika ile fedha nilipokea. Baadaye tukafanya ushirika hapa na pale. Kesho sasa, hiyo siku ilikuwa ni Jumatatu jioni, ambapo sisi huwa tuna ibada siku ya Jumanne saa 8:30 alasiri. Siku ya Jumanne saa 8:30 huwa tuna vipindi vya ibada mpaka saa 10:30 jioni. Sasa hiyo siku ilikuwa Jumatatu, na ukumbuke ilikuwa ni saa 3 hivi usiku muda huo. Sasa baada ya kumalizana na hayo, mimi na ndugu Jacob, basi ndugu akarudi huko alipokuwa naishi. Mimi naye nikawa nimepata nafasi ya kwenda nyumbani. Wakati ninaelekea nyumbani, nikafika nyumbani, tukafanya maombi, nikapata kupumzika. Usiku ndo ninaijiliwa na jambo lisilokuwa la kawaida linalomhusu mpendwa ambaye ni ndugu Jacob, ambaye nimeona naye saa 3 usiku, aliyekuwa kunitafuta kwa hali na mali, nikiwa sijui nini kitampata usiku huo. Unaona kitu hicho? Wakati nikiwa nyumbani nimelala, ndipo njozi ilimtokea kwa nguvu sana. Niliona, lakini hiyo njozi au niona jinsi ilivyokuja, namna nabii anaelezea ono. Anasema ono ni wakati unapokuwa umeketi namna hii, alafu kitu fulani kitokee pale moja kwa moja ukione kama screen. Yes, kama screen. Hilo ndio unakuwa umeona ono moja kwa moja. Lakini mtu kimuona anasema nilipitiwa kama usingizi au ni usingizi, hiyo tunaweza tukaita ni ndoto tu, kwa sababu ulikuwa tayari umelala. Katikati ya kulala na kuamka. Yes, katikati ya kulala na kuamka ukachukuliwa, na ulipochukuliwa ndipo ukaonyeshwa jambo linalomhusu mtu fulani. Basi ni kitu nabii alisema kwamba ndoto ikishatimia kama ulivyoiona, hilo linakuwa sawa na ono. Unaona kitu hicho? Kwa hata ukilita ono na hujakosea, kwa sababu ulitimia katika sura hiyo. Unaona kitu hicho? Sasa wakati nikiwa nimeenda kulala, nilipofika muda si mrefu sana, nilichukuliwa katika hali hiyo. Nikamwona ule mpendwa huwa achi baada ya siku moja, na huwa anafika ibadani kabla hata ya saa ibada kufika. Siku mimi nilipolala nikamwona mpendwa yule, niliona kwamba Mungu alimchukua. Nini maana Mungu alimchukua? Maana yake ndugu alilala,
Kwa lugha nyingine sasa tuseme kama watu walivyozoea alikufa. Unaona kitu hicho? Lakini ni namna gani ambavyo alikufa? Jinsi ambavyo niliona ni kwamba ndugu yule alilala na alielekea sehemu nzuri sana. Unaona? Sehemu aliyoelekea sisi tunasema utukufuni. Na ile siku ya Jumanne ambayo hiyo wiki ilikuwa imeanza, kumbuka hiyo siku ya Jumatatu na siku ya Jumanne ilikuwa ni zamu yake ya kujenga ibada. Yaani kutuimbisha nyimbo. Ilikuwa ni zamu yake siku juma zima. Kuimba ni yes. Maana tulikuwa na utaratibu wa mtu akianza kuimbisha leo anaimbisha wiki nzima. Kwa vipindi vyote vya ibada vitakavyofanyika ndani ya wiki hiyo. Basi siku hiyo ilikuwa ni zamu yake. Lakini nilichoona mimi kwamba ndugu yule amelala. Na alipolala hiyo ibada ambayo ilikuwa inafuata ndo Jumanne ambayo mwishaji huyo, nikaona badala ya yeye inakuja karatasi inayosema mpendwa ndugu Jacobo tumuombee kwa sababu ni mgonjwa, hayuko mazingira yale. Lakini nilipoona lile ndipo ikaendelea mbele sana. Ndugu yule nikaona sasa kwamba ameondoka. Mna kitu hicho? Hapo ni kwenye ndoto. Sasa ndugu yule anaondoka. Sasa hapo nimeshaletwa kanisani sasa, hapo ibada hiyo itafanyika kesho na inamhusu huyu ndugu. Sasa wakati inaendelea katika sura hiyo, ikaendelea katika hali hiyo, ikabidi mimi sasa, wakati imekuja kuniondoka, ndugu ameondoka, amelala. Lakini namna alivyolala, amelala kimshujaa, amelala akiwa ni mtu ambaye tayari sauti imesema ameenda kufa. Maana ameenda sehemu nzuri, unaona kitu hicho sasa. Sasa mimi nikasimama kama mpendwa wangu, lazima sasa kama Mungu utamuomba, utasema Mungu, ndugu yetu tunajua tena ni ndugu anayetoka kanisani, tazama Mungu anafanya hivi na hivi. Kuna sababu ambazo Mungu anaweza kumtajia, kama kuna neema Mungu anaweza kumjalia. Kweli asubuhi ikafika. Asubuhi ilipofika tukaenda shughuli zetu, saa za ibada zikafika. Jumanne hiyo sasa mambo yote yametokea, yamepita. Sasa hiyo siku Jumanne ikafika. Ilipofika Jumanne, saa za ibada zikakaribia. Saa 7 nilikuwa tayari nimeshafika. Saa 7 kwenda saa 8, nakumbuka ibada inaanza saa 8:30. Nilikuwa nimeshafika. Jacobo simuoni. Na sijapiga simu wala sijaambiwa taarifa yoyote, lakini simuoni. Na sio kawaida. Sasa 7:30, saa 8 kamili. Saa 8:30 baada imefika. Tumeingia kanisani. Ndugu hajafika. Anza kuanza ndugu yuko mpaka muda. Na sina taarifa yoyote kuhusiana na huyo mpendwa. Na je, ndilo niliona usiku? Nikawa nimeingiza katika hali ya sitofahamu, nikiwa na alama ya kiulizo kichwani. Lakini tulipoendelea pale mbele, mpaka muda wa kujenga mkutano, ibada ianze kuimbishwa, ndugu mwimbishaji ibada hayupo. Nikawaza, sina taarifa yoyote, nini kimetokea? Mchungaji aidha simuoni sasa hivi. Kumbe mpendwa huyo ndugu chako, usiku huo tunaachana, masaa machache yaliyofuata hali zimebadilika, ambao ndio usiku huo wewe ulipata, ambao ndio usiku huo ambao mimi nilipata juzi. Yeye ni kama yeye anapata shida huko, alafu mtu mwingine anaanza kuonyeshwa kingine huko. Yeye anapata shida huko, alafu mimi ninaonyeshwa huko. Unaona kitu hicho? Ndugu hali yake ikawa si nzuri sana. Wakambeba wakampeleka hospitali. Walipopeleka hospitali pale ikawa imeshindikana. Ikabidi andikiwe rufaa, akapelekwa Geita. Pale hospitali kubwa ile. Alipopelekwa Geita pale, amekaa dakika chache sana, muda si mrefu sana. Na wakati mwingine muda sio masaa mengi sana. Ndugu yule akawa amelala katika hali nzuri sana. Ni kama nabii unavyomuona namna anavyoelezea. Ndio kifo jinsi cha washindi, kifo cha watakatifu, kifo cha washindi inavyokuaga. Hapo wala ushindi. Eti wewe ni mtu unalala, unaona malaika wamekuja kupokea, utarusha miguu wapi? Sadaka. Kwanza naona unaenda sasa. Unaona unaenda, uso ulikuwa wa amani, umejaa hali nzuri sana. Ndugu alilala katika hali ambayo ungekuepo mwenyewe ingekutia jambo fulani kwamba kweli hiki kitu kinachosemwa ni kitu ambacho si cha kawaida. Hakurusha miguu, hakufanya nini, alilala katika amani isiyokuwa ya kawaida. Sasa wakati anaendelea kule, mimi huku sasa nikaona ndugu mwingine anaenda kuimbisha nyimbo, kaandaliwa kizaura anaitwa ndugu Paulo kwenye ile ibada. Ndio mimi nikawaza, ndugu Paulo ndo anajenga mkutano leo, wakati alipaswa ndugu Jacobo yuko wapi? Ndugu Jacobo kumbe ndugu Jacobo yuko kule na ndio kaishaenda kule
Jacob na ndugu Paulo anaendelea kuibisha pale, wakati wa matangazo kafika. Ulipofika wakati wa matangazo, karatasi inapitishwa mbele. Mbele ile karatasi tu kama ulivyoona ndugu. Kama ilivyotokea yes. Anasema ndugu Jacob anahitaji maombi, ni mgonjwa, hayuko hata kwa naye hapa kanisani, tumempeleka hospitali, yuko kule kwa ajili ya matibabu. Mungu awabariki. Jambo fulani likapita ndani, nikasema nilivyoona ndivyo imetimia. Sasa inafanya nini? Tukaingia kuomba. Wakati tunamwombea mpendwa, mimi nilizama zaidi, kwa sababu nilikuwa nimeona zaidi, nikawa nimeomba zaidi. Ilipofika muda wa kufungana ibada, tukaenda kwa ibada, ikabidi niende nikafuatilie huyu ndugu hali yake ikoje, maana tulikuwa tujapewa taarifa kwamba amelala. Taarifa ilikuja wakati wa jioni. Ndugu mpendwa, natusikilize kwamba ndugu amelala na hadi aliyolala nayo ni hiyo, na aliyeshuhudia sana ni mchungaji akiwa pale. Kweli ilikuwa ni ajabu sana. Ndugu Jacob alikuwa na rafiki yangu sana. Mimi nimeshuhudia nimefanya umishonari wa nyumba kwa nyumba. Kabla sijaenda nyumba kwa nyumba, nilikuwa napita kwa Jacob, tunaomba. Ni kabla sijaenda tunaomba. Nimeshuhudia karibu kila mji unaozunguka yale maeneo, na kila mtaa nimefika, nimeshuhudia kila mji na waambia habari za Bwana Yesu Kristo. Kila karibu familia tumewabatiza wengi, kwa sababu ya kushuhudia kila familia, kila mji, kwa sababu ya kitu cha samani kilicho nacho. Sasa nikawaza sasa, kwa mpendwa hapa ndio kilikuwa kituo changu sana cha kupita, tunaomba, ananiombea, ndipo ninaenda kuhubiri katika nyumba kwa nyumba na mahubiri mengine. Sasa ndugu amelala, napata wapi mtu mwingine? Ikabidi niingie kuomba. Mdogo wake ndipo akaamini, alikuwa hajaamini ujumbe bado. Mdogo wake na Jacob ambaye alikuwa anaitwa Petro. Sasa Jacob amelala, hapo nikaunganisha kuomba kwa ajili ya ndugu Petro mdogo wake, ili ashike sehemu ya Jacob. Ndio. Na kwa sababu Jacob alikuwa rafiki yangu sana na nilikuwa tunatiana moyo sana, Petro ndipo akawa ameamini ujumbe, na kweli Mungu akanijalia. Saa hiyo ya mazishi, Petro akawa ameamini ujumbe. Kwa mara yake ya kwanza, siku anamzika Jacob, Petro akawa ameamini ndugu wake na wengine wake akaamini ujumbe. Ndugu, Mungu ni mwema kweli. Alipoamini ujumbe huu kweli, Petro akawa wa moto. Nikawa natoka shetani usiku, siku moja sana. Ana wiki mbili, kumbuka. Ndio hapo sasa, baada ya mazishi na kama ameamini wiki mbili. Yes, baada ya mazishi wiki mbele. Wiki mbili mbele anaendelea na ujumbe. Tena yuko vizuri kabisa. Nikamsikia naomba kanisani peke yake. Sasa ndio siku. Ana wiki mbili. Nikawaza. Niko njiani nikawaza. Mimi huyu ni mchana. Ana wiki mbili kwenye ujumbe. Mimi tu. Na leo namsikia anaimba, anaomba kanisani peke yake usiku. Wewe ni shujaa. Nikasema siendi nyumbani kulala, wacha nigeuze. Niende nikeshe naye kesha wote. Mimi nilimtia nguvu zaidi, kwa sababu mimi nina muda mrefu kwenye ujumbe. Sisi tuliotangulia kwenye neno tunapata kuwatia nguvu hawa wanaokuja ambao ni wachanga. Maana maandiko yameruhusu, yanasema iigeni imani yao baada ya kuchunguza mwenendo wao. Sasa nikaja kukesha naye muumini siku ya kwanza. Moto ukawa mkubwa sana siku ya maombi, ndugu natusikiliza. Tukaona tuongeze siku ya pili. Tukafuruza siku ya pili. Kesho yake tena usiku huo mkesha. Tuna wiki mbili sasa hivi. Mazishi yameshapita wiki mbili. Siku ya pili tukafuruza siku ya maombi. Tulipotoka tukaona haitoshi. Tufuruze siku ya tatu tena. Maombi usiku. Tukafuruza siku ya ngapi? Ya tatu. Na kadiri tunavyozidi kufuruza, ndivyo tunavyohisi nguvu zaidi kwenye maisha yetu na kwenye mioyo yetu. Alo, siku ya tatu ndio siku ambayo Mungu kwa upande wangu tena akawa amenitendea mambo yasiyokuwa ya kawaida. Yalikuja katika hali na mazingira yasiyokuwa ya kawaida. Usiku huo wa tatu tukiwa na maombi ya mfululizo. Mimi tuliomba kuanzia saa 4 kumbuka. Tulipomaliza kuimba wawili, tulianza kuimba, tukaanza kuomba saa 4. Tuliomba mpaka karibu saa 9 siku bila kupumzika usiku. Maombi nikuja kuangalia tumetoshea, tunajisikia kupumzika kidogo japo kwa dakika 5. Saa 9 kasoro mimi na Petro tukiwa mle kanisani tukafuta
benchi zile. Tukaweka pale kama ameweka pembeni na mimi nikachukua nikaweka pembeni. Siku hiyo Mungu alinichukua tena katika hali ambayo ni ya kutia moyo waza mimi, lakini itakutia moyo pia na wewe. Kadiri ndugu nilivyokuwa nampenda, lakini siwezi kuwekea picha ya namna yoyote. Nasema tu kama nilivyoona. Unaona hicho? Na wakati nimevuta ile fomu, ile bench, nikawa nimeweka pembeni, nikajiegesha walau kwa dakika 5 ili tuendelee tena maombi mpaka saa 11 asubuhi. Na siku hiyo ilikuwa siku ya Jumamosi, maana tulianza maombi ya Alhamisi. Tukapiga maombi ya Alhamisi kwa mkia Ijumaa. Tukapiga tena na Ijumaa tukaunganisha usiku kucha. Tukapiga tena usiku kucha kwa mkia Jumamosi. Tukaunganisha tena usiku kucha kuanzia tena Jumamosi ili ya mkia Jumapili. Kwa hiyo siku ilikuwa ya 3, siku ya Jumapili. Ndio. Wakati nimevuta ile bench, nikaweka pembeni, nikawa nimejirekebisha namna hii, nikaweka miguu chini, afu nikajilaza namna hii, nikajishika mikono yangu namna hii, nikajituliza angalau ndani ya dakika 5 angalau. Pumziko tu kidogo, alafu baadaye tuendelee na maombi. Sawa. Sasa wakati tunafanya hayo, mimi nilipoenda tu hivi, hata sijui kama dakika moja ilipita. Nilishangaa ninatoka katika ile hali ya kawaida. Unatoka kwenye mwili? Yes, natoka kwenye ile hali ya kawaida. Ninaingia katika hali ambayo sio ya kawaida ningesema. Unaona nilishangaa nguvu fulani inaingia ndani ya moyo wangu mimi na kwa mwili wangu mimi. Nilishangaa nilipoingia ile hali, nguvu ya Mungu ilinitoa kwenye ile hali ya kulala kwenye ile bench. Ukanyanyuka sasa? Yes, nikanyanyuka katika hali nyingine. Lakini mwili wako uko pale. Sasa naendelea sasa hapo. Niliponyanyuka katika ile hali, nilishangaa nageuka nyuma hivi, najiona nimelala kwenye ile bench pale. Umesimama? Nimesimama, alafu najiona tena nimelala kwenye bench. Sasa nikajiuliza, sasa unaweza ukajiuliza, umesimama alafu unajiona kwenye bench kama wawili. Ni kama wawili sasa. Lakini yule ni mimi kabisa. Lakini kuna bench wanafanana. Yes. Mimi kabisa. Ajabu sana. Wakati nageuka kuangalia tena upande, kutoka tena kwenye bench kuangalia upande mwingine ule wa dirisha. Ndugu, sijui utaliweka katika mazingira gani, lakini ninaomba kwamba lisiwe kikwazo kwako, ni ushuhuda tu. Wakati niko katika hali hiyo, nilishangaa ndugu Jacob, yule aliyelala, sura yake jinsi kama alivyo kama kawaida, kama tu nilivyokuwa namuonaga huku nje, sura yake na namna alivyo anatokea, lakini hayuko katika hali ile tena, ila ni ile sura yake ambayo wewe huwezi na kuuliza wewe unaitwa nani. Unamjua mimi mwenyewe, wewe ni mfano. Nilishangaa yule ndugu anatokea. Mwili wako umelala. Na mimi sasa sio tena katika ule mwili. Niko kwenye hali nyingine, kwenye huo mwili mwingine, au ningesema kwenye kiwango kingine. Unaona? Ndugu, nilishangaa kuona anatoka hatembei kama anaelekea kwa mimi. Hapana, Kama anaelea fulani. alikuja kabisa, sio kama anaelea yuko hewani. Akashuka mpaka pale kanisani. Akaingia mle ndani. Alipoingia mle ndani, hakwenda kwa mdogo wake. Hapo kuna Petro mdogo. Yuko na Petro mdogo amelala pale. Alikuja kwangu. Alipokuja kwangu nikamkaza jicho, akaniangalia. Nikamwambia kabla ya hajaongea. Nikamwambia, wewe si ndugu Jacob? Akasema, ndio mimi. Nikamwambia, ndugu, Mungu akubariki. Nikaenda kumshika mkono, nikamkumbatia. Nikamwambia, upendo wewe ndugu Jacob. Akaniambia, ndugu, kaza mwendo. Songa mbele, usirudi nyuma. Endelea kushikilia imani. Usichoke. Unaona? Kaza mwendo, kwa sababu wakati wowote tutaenda nyumbani. Tutakuwa nyumbani. Kaza mwendo, usichoke. Kule ni uzuri. Anakwambia. Yes. Ndio akanitia moyo. Na ukumbuke bado tuko hapo kanisani. Mimi mwili uko pale, anaongea na mimi niko kwenye kiwango kingine. Maana labda ningekuwa labda kwenye ule mwili labda nisingemshika hata mkono.
tusingekumbatiana hivi. Lakini sasa alinikumbatia, akaniambia kaza mwendo, songa mbele, lakini tukuchako kabisa. Ninapoingia kwenye hali ya kuchoka, huwa nakumbuka hilo ono. Na ninapokumbuka huwa nahisi nguvu mpya na ninuka na kusonga mbele. Yaani kuanzia hapo nasonga mbele. Ninapotaka kutoka kidogo, ile sauti inanirudia hata kama kwa kuikumbuka inanitia nguvu kwa namna ile nyingine. Kule ni kuzuri tu kusonga mbele. Hakuniambia mambo mengi sana. Ndugu akaniambia neno la mwisho ninalokumbuka. Akaniambia hivi, ndugu, unaona nini chini? Unaona nini chini? Unaona nini chini? Nikabidi nigeuke niangalie nyuma yako, maana alisema unaona nini chini kule nyuma yako. Nikageuka kule nyuma yangu, nikaangalia, nikajiona kwa mimi bado nimelala. Ile mwili bado nimelala. Sasa wakati huo najiona pale, narudi nije nimwambie, unajiona chini? Najiona kwa mimi ndio nimelala pale. Unamwambia kwamba unaona nini? Yes, unaona mwili wako. Nimwambie sasa kwamba ndugu, naona kwa mwili wangu. Wakati narudi nimwambie, na ugeuke ndugu alipo. Nikasema ningebaki hapo. Nikasema nini? Ndugu hayupo tena, lakini bado sijarudi kwenye mwili bado. Bado mwili wako. Yes. Ni ile kwenye ile hali niliyokuwa nayo ndio nikasema wacha ndugu mwingine kimtokee kwa hali yote kadri Mungu atakavyokujalia na wewe. Huwa kuna hali sio kwa kawaida. Ndugu, nilipotoka kwenye kuangalia tu ameshaondoka. Narudi hivi kuangalia kwenye mwili wangu pale. Nirudi sasa narudi kuangalia hivi. Ndio nakuta pale kuna kitu kingine ambacho sikuwa nimewahi tena kukiona wakati naangalia hapo aliponiambia niangalie huko. Mwili wako uko bado. Yes. Alafu wakati naangalia nataka nipe majibu na unapo mwili wangu kuna kitu ambacho sikikuona hapo wakati ule Hakikuwepo. Lakini wakati anaondoka ndugu, alipoondoka nikabaki kwenye ile hali ya kushangaa na mimi kwa ndugu ameenda wapi? Narudi tena kuangalia hapo na kuanza tena jambo la hali kwenye mwili wako. hapo kwenye mwili wangu. Mbele kidogo. Kuna nuru inapita. Sio ya chochi wala sio ya nini. Kuna nuru inapita pale. Hasa nika. Nuru inapita inazunguka. Wakati nilipoona nuru inazunguka pale kwa pale, izunguka mpaka madhabahu. Lakini nilikuwa sio pale madhabahu, nilipokuwa nimeweka ile bench. Nikanisani madhabahu iko pale, bench iko hapa, kwa hiyo ni hapa na hiyo mbali sana. Nika pale madhabahu narudi hapo. Si kuongea tena neno hata moja. Wakati natoka kwenye nikajikuta tayari nimesharudi kwenye mwili wangu. Cha mwisho nilichokuona ilikuwa ni nilijikuta nimesha niko kwenye mwili tayari. Nikawa nimerudi kwenye ile hali. Nikasema nini? Ile kwanza tena kwamba nilikuwa nimelala haribu. Nikawaza nilikuwa nini hiki? Nikasema haya hakika mambo ni ajabu. Nikamwamsha ndugu nikatuombe. Sikumwambia nini kimetendeka kwangu. Labda na wewe nimetendeka na wewe na kwako. Najua Mungu tukija kuanza kushare ushuhuda, kila mtu ataanza kunena jambo fulani. Amka tuombe. Tukaanza kuomba mpaka asubuhi. Tulipofikisha asubuhi saa 11:30 kwenda saa 12 ndugu akabidi aniage akaenda kajiandaa kwa ile ibada hii maana ilikuwa imefika Jumapili tayari. Wakati anaenda mimi nilibaki. Nikasema sija hata kujiandaa hivi ndivyo na baki kanisani naunga kwa ile ibada ya asubuhi. Hapo ni Jumapili. Lakini nikiwa namalizia sasa. Ndio. Wakati ninafanya hivyo asubuhi ndipo asubuhi naona nyoka amekufa madhabahuni bila kupigwa na fimbo ya aina yoyote. Na nilishangaa. Nikasema huyu wakati unaanza ibada sikuona nyoka madhabahuni. Hii nyoka imekujaje hapa? Na kwa nini iko hapa? Na imekufa. Nikasema nyoka ina mfano mbaya. Inaonyesha dhambi mbaya sana. Lakini hata hivyo imekufa. Inaonyesha kuna moto Mungu anaweza kuchoma ufu. Pengine ile nguvu ya Mungu ilishuka labda nyoka alikuwa mazingira hayo. Akawa amekufa. Na shukuru Mungu sana. Ni ushuhuda ambao Mungu alinifanyia mambo ambayo naweza nikaelezea kwa ushuhuda nyingi.
lakini moja ya shuhuda hii nao ni moja ya ushuhuda ambao nimeona niulete katika watu wa Mungu, wanaweza nao wakausikiliza, mmoja ukamtia moyo na mwingine kamfanya kutoka mahala moja kwenda mahala pengine, ili kukutia nguvu, mahala usichoke, usikate tamaa. Mungu ndiye naye ni mkuu na anayoyafanya ni sio ya kawaida. Yaani wewe tukiwa na Mungu usimwekee mpaka Mungu kwamba Mungu hawezi kufanya hivi na siwezi kutokewa na malaika. Siku atakapokutokea na Mungu hawezi kuruhusu malaika kutokea kwa sababu hutamuita vizuri. Yes, kwa Mungu atakutendea kulingana na kiwango cha imani yako. Mungu usipomwekea kiwango atakuonekania kulingana na Biblia amesema Mungu, mtoto mdogo Mungu hawezi kumpa gari. Hasa atafanya itabidi uletee vidoli, achezee vidoli. Na utakapokuwa umekuwa ndipo Mungu anaweza kukabidhi gari, anaweza kuendesha gari. Hautagonga. Yes, ni kweli kabisa. Ndivyo hivyo. Na niseme jambo moja kwa ndugu mtazamaji unayetufuatilia wa Milio Global TV. Kama subscribe uendelee kupata shuhuda nyingi. Ziko shuhuda nyingi zinakuja, tutashare na wewe ili tuendelee kushuhudia matendo makubwa ambayo Mungu anayatenda. Ukiangalia ushuhuda wako na jinsi ule ushuhuda wa aliyeshuhudia alivyoenda ng'ambo ya Busia la wakati, umefanana kabisa jinsi alivyochukuliwa. Ndugu mtazamaji, kama ni mwaminio, unaweza kusoma ujumbe unaitwa ng'ambo ya Busia la wakati, na katika jumbe nyingi tu Branham nabii wetu amezungumzia alivyotolewa kwenye kile kiwango, tolewa kwenye mwili, akawa anajiona yuko pale, akaenda ng'ambo ya Busia la wakati, kiwango kile cha 6, akaonana na wapendwa waliolala, wadada wazee, aliongoza kwa Kristo tu wazee, lakini kule anakuta ni mabinti wa miaka 18 20. Amen. Ukiangalia vizuri jinsi ndugu yule alivyotokea na jinsi ilivyotoka kwenye mwili ule, uongo ushuhuda umefanana kabisa. Umefanana kabisa, ikionyesha kwamba kuna nchi nzuri ambayo kuliko mchana. Amen. Kuna kiwango cha 6 ni halisi na mbinguni ni kweli. Kuna watu wanafikiri kama ni maajabu, ni mauzauza, lakini ni kweli. Lakini pia ukumbuke Mungu atakufungulia kulingana na kiwango cha imani ndio. Kama huamini mambo ya mbinguni atakomea hapo hapo, hata kufungulia yale unayoya, kwa sababu utaita mambo ya mbinguni kabisa. Utaona nguzo ya moto hapo, hata nduguana kama alivyosema sawa. Sasa sasa hawakujua, wangeita kitu chochote walichokisikia. Sasa waaminio inabidi tutoke kwenye hizo hali, tuamini mambo ya mbinguni na malaika waweza kutokea, kwa sababu huamini hayo mambo. Na nabii anasema palipo Mungu kuna mambo ya mbinguni. Hayo mambo ya mbinguni ni yapi? Mambo ya mbinguni ni mambo malaika, ishara na maajabu. Na palipo na Mungu kuna moto kwanza wa Mungu. Na alafu unakuta watu wa mahala pale, cha kwanza ni waombaji. Wewe unatafuta mbali ukamkosa kwenye kanisa alipo Mungu. Cha kwanza ni watu wanaoamini maombi, mifungo, pia wanafunga, wanaomba, lakini pia wanasoma neno na wanapenda ujumbe na wanaamini neno lote. Ndivyo ilivyo. Unajua waaminio siku hizi hawaamini hata katika kufunga. Hawaamini sana kwa sana. Nilikutana na ndugu mmoja anasema bwana harusi ameshashuka sunset mwaka 63. Kwa hiyo kwamba hakuna haja ya kumtesa bibi harusi. Ni sala, lakini ni sala. Na unaishi maisha duni kwa sababu huamini katika nguvu za Mungu. Yes. Mungu anapatikana, lakini kwa habari ya mtu binafsi kujijenga, wewe binafsi na nguvu za Mungu. Lazima mtafute Mungu kibinafsi. Naam. Kwa hiyo lazima ufunge, uombe, ufanye maombi kwa ajili ya kumtafuta Mungu. Yes. Katika hali ya kujijenga binafsi. Katika hali ya kuokoa huwezi kumtafuta Mungu. Yes. Mungu yeye anakutafuta. Lakini katika hali ya kukua sasa katika wokovu, lazima umtafute Mungu. Lazima umtafute. Yes. Sasa imefika hatua waaminio hawaamini katika kufunga. Nilikutana na ndugu mwingine pale Dar es Salaam. Aamini katika kuomba, hata kuombea chakula. Anasema nina wana harusi ndani. Siwezi kuombea chakula sana. Lakini maandiko hayajatuelekeza hivyo. Kwa hiyo mtazamaji unayetusikiliza, ukisikiliza vizuri ushuhuda wa ndugu yetu Yohana unafanana kabisa. Paseni kubwa na ule ushuhuda wa ndugu yetu Branham alivyoenda ng'ambo ya Busia na wakati. Kwa hiyo ushuhuda ulikuwa ni huu ambao ndugu amependa tushirikishe. Tuone kwamba Mungu bado anatenda mambo ya mbinguni. Sio kwamba ameishia hapo. Sasa ukimlimiti Mungu kwamba mambo ya mbinguni hayapo ni mauzauza, hautayaona. Kwa sababu Mungu hata yaachilie uone wakati kuyaamini. Lakini mimi naamini mtu ambaye ana Roho Mtakatifu anaamini katika mambo ya kabisa. Vinginevyo hapo mwamini hawezi. Yes.
Lakini kama unamwamini Branham tunaambiwa wakati huu. Utaamini mambo ya kimbinguni. Maana ameelezea mengi kabisa. Ameelezea mengi. Kuna ndugu nilikutana naye huko Kenya. Ile ndugu anaitwa Richard Masiti. Richard Masiti ile ndugu wa Kenya. Mungu anamtendea mambo mengi sana ya ajabu. Yule mzee. Mungu anamtumia sana. Yaani kuna kiwango amefika ambacho mvuto wa tatu ni kama unaoperate sana kwenye maisha yako. Unaoperate sana. Na nakumbuka alikuja hapa akaombea wagonjwa wengi. Hata kuna ndugu walikuwa wanasumbuliwa na vidonda vya tumbo walikuwa na hata virungu. Tunaona yuko pale Katoro anashuhudia anasema ni mgongo tangu wakati ule nilikuwa nahangaika na mgongo ulipona. Yes. Sasa yule ndugu Mungu anamtumia sana. Aliwahi kutushuhudia wakati alipokuja. Anasema pale nyumbani kuna kipindi alienda kutembea mahali fulani. Akawa anasikia hamu ya asali. Sasa aliposikia hamu ya asali akasema wazo tu nikaja, akapiga magoti chini ya mti. Akaomba Mungu. Alivyoomba Mungu ili anafungua tu maji. Akakuta tayari nyuki wameshatengeneza asali ndani ya sekunde tu. Yaani sio hata dakika. Kitambo tu kidogo. Tayari nyuki wako pale wameshatengeneza asali. Akaenda tu akaweka mkono akaondoa wale nyuki, akachukua asali na alikuwa anaenda sehemu kulikuwa na wachungaji wengine kwa mimina ile asali kwenye chupa, akapeleka akawagawia na nyingine akaja nayo nyumbani. Ile ndio anapenda asali sana. Cha ajabu sasa alipofika nyumbani kwake anasema pale nyumbani kwake alitengeneza mzinga nyuki wakali. Kwa hiyo pale nyumbani anaishi na nyuki. Lakini anasema akitaka kuchukua asali wala haangaiki na nyuki koka moto sisi anasema huwa anawaambia nyuki nataka asali. Naombeni nipishe katika jina la Bwana Yesu Kristo. Wale nyuki wanahama, wanaenda sijui wanapotelea wapi kwa muda. Wanaondoka kabisa wote. Anachukua ile asali yake, anaweka kwenye chombo, baadaye kishaondoka nyuki wanarudi. Anasema mimi sina muda wa kuanza kuwafukuza, sina moto na nina hapo. Na wafukuza katika jina la Yesu. Nipisheni sasa. Tunatengeneza asali ya kutosha sana. Nachota asali nyuki wanarudi. Na wako pale nyumbani na hawaumi. Yaani hakuna hizo nyuki amemuua wako nyumbani. Ni matendo ya Mungu kabisa. Kwa hiyo inawezekana kabisa. Inawezekana. Yes. Inawezekana na Mungu aliahidi kuyatenda. Alisema anaweza kuleta. Anaweza. Yes. Kwa kweli yule ndugu Mungu anamtumia. Amen. Alitushuhudia pia anasema kuna siku walikuwa wanaenda mkutano pale Kenya. Wanaenda kwenye mkutano. Sasa wanasafiri na pikipiki. Wakati wanasafiri na pikipiki. Amen. Wakashiwa mafuta. Walikuwa na pikipiki mbili. Wanapanda kamlima hivi. Mafuta yakaisha. Mafuta yalipoisha, sasa yule akasema sasa hawa ndio kwenye pikipiki nyingine. Wapeleke halafu ujie na hawa niliowabeba. Yule ndugu akapeleka. Wale waliofuata akaja kuwachukua. Yule ndugu sasa kabaki pale mwenyewe. Sasa akawaza, sasa hapa ni poli. Halafu ni mlimani na mvua imenyesha na mafuta yameisha. Nifanyeje? Nimsubiri ndugu aende apeleke hawa ndugu mara ya pili. Arudi tena ile sheria alete mafuta. Halafu ndio tule kanisani. Kwanza tutakuta ibada imekaribia kuisha. Lakini mimi sijimaminia. Na Mungu alisema ombeni lolote mtakalo. Akasema akaweka mkono kwenye tenki. Akamwambia Mungu, ninakuamini. Najua wewe uweze kushinda kuleta mafuta. Yes. Ninahitajika ibadani haraka sana. Hata alipoomba amefungua macho, kufungua tenki. Mafuta yameshapatikana. Sio kidogo, tenki imejaa pikipiki. Unaona? Tenki imejaa. Akafunga kawasha pikipiki. Yule ndugu kula na anaenda kumfuata anakutana naye njiani. Kama ndugu imekwaje akasema Mungu ni wa ajabu. Tenki imejaa mafuta. Wakaondoka wakaenda ibadani. Baada ya isha, baada ya ibada na wanakuja kuwashuhudia. Matendo ya Mungu ametenda. Alijaza mafuta kwenye pikipiki. Sio tena nusu. Full tank. Akasema tulifanya mikutano mingi mpaka yale mafuta yalikuja kuisha baada ya muda mrefu. Kwa hiyo haya yote tunakushuhudia ndugu mtazamaji. Mambo ya mbinguni yapo. Sio kwamba ni mauzauza. Amen. Ni mambo halisi. Sasa nguzo ya moto ukitaka Mungu akuoneshe, na pia amesema ukitaka kushirikiana na viumbe vya mbinguni, ishi maisha sahihi. Ishi maisha sahihi. Ukiishi maisha sahihi, usivitafute. Vinakuja vyenyewe. Na pia nasema usitafute kunena kwa lugha. Usitafute kutabiri karama hizo. Wewe pende tu Bwana Yesu. Ishi kitakatifu. Ishi tu neno. Usijitahidi. Anakuja mwenyewe. Ishi maisha sahihi. Na ndio kinachohitaji. Ukiwa na maisha sahihi, malaika watakutembelea. Sasa kumbe kilichokosekana ni maisha sahihi. Watu ni waaminio wanaishi ulimwengu.
na halafu kanisani yuko na anategemea mambo ya kimbinguni. Tumeona mengi, haiwezekani. Kwa hiyo sasa yakitokea kwa mtu ataona ataita hata pepo. Kwa hiyo Mungu akusaidie ndugu mtazamaji, ndugu yetu mpendwa, Mungu akusaidie. Tunahitaji hizo nguvu za Mungu. Tunahitaji madhihirisho ya nguvu za Mungu hasa wakati huu ambapo ulimwengu umeoza. Tunahitaji kumwona Mungu akitembea miongoni mwetu. Inatujenga, tunapata mali zaidi ya kuendelea na safari. Na tunapoenda mbele tunajua kabisa mambo ya mbinguni yanatakiwa yasikie mengi. Kwa sababu kadiri tunavyokaribia kuja kwa Bwana, mvuto wa tatu utadhihirika zaidi. Kwa hiyo tutatenda mambo mengi. Sasa kama uamini katika ya mbinguni, maana tutajisalimisha kwa mnyama. Kwa sababu kija kwangu ukaona nimeomba wali samaki au alikuku au chipsi kuku imerundika pale, utasema ndugu ni mchawi, hautaamini na hautakula, lakini kumbe ni mambo ambayo tumeahidiwa. Lakini kwa sababu pia pengine kumekosekana karama huduma za kinabii. Unajua watu wanaamini huduma tano kanisani, watu wanaamini, lakini ukiwaambia kuna mwinjilisti, mtume, mwalimu, mchungaji na nabii, watu wanakataa. Lakini hizo huduma ya kinabii ipo kimaandiko. Kwa hiyo inahitajika tupate pia watakaofundisha haya mambo ya kinabii, mambo ambayo ya kimbinguni, maana watu hawajui. Unaona, watu hawajui, wanafikiri alitenda tu na Bwana, hakuna mtu wa kuyafunua. Ndio maana unaona hata mambo yaliyofichwa kwenye ujumbe, zile siri ni wachache sana wanaokusimulia. Ni kwa nini? Kwa sababu inahitaji karama ya kinabii ambayo na hiyo imethibitishwa kwetu. Sio kwamba ile ya kujivunia, hapana. Hii imethibitishwa na Mungu na hizo karama zipo. Kama mtazamaji unaweza kuona video nyingi hapo chini. Unaweza kuona masomo yanapita mengi sana, ni masomo ya kinabii. Kwa hiyo unahitaji roho wa kinabii uweze kuyaelewa. Kama hauna Roho Mtakatifu huwezi kuelewa. Utaona ni mauzauza. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Waaminio Global TV, tunakushukuru kwa muda wako kusikiliza ushuhuda wa ndugu yetu. Jinsi Mungu anavyomhudumia. Mungu ametenda mengi. Mungu ametenda mengi, na muda si mrefu tutawaletea ushuhuda wa yule mtoto Bukoba ambaye alikuwa amekufa, lakini ndugu akamwombea tena kwenye simu. Alimwombea kwenye simu, mtoto yule akafufuka kawa mzima kabisa. Tunatarajia tunaandaa ushuhuda utakamilika. Tutawaletea watazamaji wetu waweze kuona jinsi Mungu anavyotenda mambo ya sawa. Yule mtoto aligongwa na gari akavunjika mguu. Alipovunjika mguu, baadaye akakimbizwa hospitalini. Yule mtoto anaelezea kwamba aliona gari linakuja. Wakati gari linakuja, nyuma akigeuka anaona mtu ameloa damu. Unaona? Kwa hiyo ajali ikatokea, yule mtu akambeba. Mwili wake uko pale, lakini anampeleka, anasema yule mtoto anashuhudia, anasema anaenda kwenye njia ya giza. Anaelekea kwenye njia ya giza, basi pale hospitalini madaktari wamefanya harakati ili kumtibu nini, mtoto yule akawa amelala. Baba yake alikuwa ni mwaminio, ameamini ujumbe. Alikuwa kama miezi miwili mitatu, alikuwa na muda mfupi tu. Baadaye baba yake akakataa, akasema siwezi nikakubali mtoto huyu azikwe. Naomba nimpigie mchungaji wangu Mwanza amwombee huyu mtoto, haiwezekani mwanangu amelala. Kwa hiyo akapiga simu saa 6 usiku, ndugu amelala, akaamka, akamwambia mwekee simu mtoto huyo, weka sikioni, simu sikioni. Ndugu alipoomba, yule mtoto anapiga chafya, akawa uhai. Na ndivyo Mungu anatenda. Mungu anatenda. Amen. Ikawa wodini sasa ni taharuki. Maana wameshaona madaktari wameshazungusha kwamba mtoto amekufa, maana mtoto anapiga chafya. Akawa amerudi. Sasa mtoto anashuhudia mengi. Jinsi alivyochukuliwa na yule mtu akaenda njia ya giza. Wakati ndugu yule anaomba, yule mtoto sasa anasema, utamsikiliza muda si mrefu kwa sababu ushuhuda. Anasema aliona malaika wanaenda kwenye ile njia ambayo yule mtu anapitisha. Malaika wanamfuata, na anasema kuna malaika mmoja alikuwa yuko mbele zaidi na anang'aa zaidi, akamnyang'anya kutoka kwenye mikono ya yule mtu mwovu aliyekuwa ameloa damu. Akamchukua yule mtoto, akaanza kutoka naye kupitia njia nyingine. Sasa anashangaa yule mtoto anakuja hospitalini, akamweka pale. Amemweka pale, ndio mtoto anapiga chafya. Akawa kwenye hali ya kawaida kama mwanadamu. Akawa kama mwanadamu sawa, vizuri kabisa. Amen. Cha ajabu, madaktari walipoenda kupiga x-ray sasa, kuangalia ule mguu uliovunjika. Mwanzoni walipofikishwa
hospitalini. Mguu umevunjika kabisa. Na picha ziko zinaonyesha. Kama umevunjika mguu. Lakini baada ya kufufuka ule mguu ulikuwa ni mzima. Mtoto akasimama anatembea. Madaktari walikimbia. Sasa hii ni ajabu. Unaona? Ni ajabu. Na pale tena baadaye kuna mama mmoja naye alikuwa ameparalyze. Kitu kama cha alikuwa ameparalyze. Akamwambia yule mtu amwombee. Alipomwombea habari sasa yule mtoto. Alipomwombea paralysis kuisha kabisa. Mama yule akapona kabisa. Akawa mzima kabisa. Pale wodini kama taharuki. Haya mambo gani tena ya ajabu? Mbona ni mambo ya ajabu ambayo sio kwa unaona. Kwa hiyo Mungu anatenda sana. Anaonekana. Mungu anaonekana. Usimwekee mpaka Mungu. Usimwekee. Wewe amini tu. Amini. Unapoishia kulingana na imani yako. Ishia hapo ukitarajia kusonga mbele zaidi. Songa mbele. Kama mwimbaji alisema mbele ninaendelea. Usikomee pale ulipo. Lakini shikilia ulicho nacho. Alafu ongezea na kile Bwana anasema. Usimwekee Mungu mipaka. Utasababisha tena tukapata tunachoamini, lakini songa mbele. Mungu anaonekana kabisa. Ponyaji na ufufuo ni mali ya Mungu ametoa kwa wana wa Mungu. Ponyaji ni chakula cha Yesu. Na hayo mambo yanatakiwa yawe mengi miongoni mwa waamini. Amen. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, tunakushukuru. Tunakushukuru kwa ajili ya muda wako ambao umetenga kusikiliza ushuhuda huu. Zipo shuhuda nyingi ambazo zinakuja kama huo nilioelezea. Tunasubiri tuende na madaktari wamethibitisha kifo, walithibitisha hicho kifo, nao ni sehemu ya huo ushuhuda. Kwa neema ya Mungu akitujalia, tutaenda tutarekodi, tutawawekea hapa watazamaji watauona. Lengo sio kujiinua au kitu chochote. Lengo ni sifa na utukufu kumrudishia Bwana Yesu. Amen. Kwa hiyo shetani asikudanganya kwa kuingizia wazo lolote hofu kwamba namna fulani hapana. Lengo ni kujenga watu imani. Waone kwamba haya mambo yako. Amen. Kwa hiyo shetani asikuingizie wazo kwamba kama ni mambo fulani hapana. Tunaamini mambo ya mbinguni yapo. Wewe kama hauamini ni wewe. Sisi mimi binafsi ninaamini hayo mambo yapo kabisa. Kwa hiyo waaminio sasa lakini tutoke kwenye yale mawazo kwamba malaika anaweza kutokea, nguzo ya moto ni uongo. Hapana. Ni mambo ya mbinguni. Kama una roho wa kweli wa Mungu, una sifa stahiki za kushiriki baraka za mbinguni na kuona mambo ya mbinguni. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Waaminio Global TV, sisi tumehitimisha ushuhuda wetu kama Mungu alivyoelezea. Tunakuomba tu subscribe, share, like ili na wengine wafikie na wengine. Wafikie na wengine. Ili tuzidi kuwa wengi na watu naamini watu wanabarikiwa. Ukiangalia kwa chini video watu wengi wamebarikiwa, watu wanapiga simu wengine. Kuna mengi yamepita hapo chini, wanapiga simu. Kwa kweli tunashukuru, shuhuda zinajenga na ni za kweli na Mungu ni halisi. Nguvu za Mungu ni halisi. Kwa hiyo Mungu awabariki watazamaji wetu wa Waaminio Global TV. Tunakushukuru kwa ajili ya muda wako ambao umetenga kutusikiliza. Ndugu, labda ningekuomba uombe kwa ajili ya kuhitimisha ushuhuda wetu. Asante. Taomba. Mpenzi Bwana Yesu Kristo, tunashukuru sana kwa ajili ya watazamaji Bwana na kwa ajili ya kazi hii wanaoifanya ndugu zetu wa zamani. Sisi tunaomba baraka zako ziwaendee, lakini pia Bwana ukawaendee watoto wako wote. Bwana, tunakuamini unaweza mambo yote. Na kama tunakuamini unaweza mambo yote, hatuwezi sasa kuona jambo fulani umelifanya na kusema hili haliwezekani. Hiyo inaonyesha hatukuamini. Lakini mtu anayekuamini Bwana anaamini unaweza mambo yote. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya majira haya wakati wa mwisho. Tujalie kuwa na nguvu zaidi kulifikisha neno lako mbele. Mungu liwafikie ambao Bwana bado hawajausikia ujumbe wako. Lakini pia kupitia shuhuda hizi ambazo Mungu tumezisema na kupitia maneno haya ambayo Mungu tumeyanena, Mungu jalia kwamba utaweza kujipatia utukufu na hata watoto wako wakaokolewe mmoja kwa mwingine. Tunaamini Bwana utafanya hivyo, kwani tumeomba katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Mungu akubariki. Shalom. Amen. Amen.